Yaani vijana, kama umepewa fursa hii na ukashindwa kuitumia, ni wewe mwenyewe sasa. Ukiipoteza, tunasema itakuwa imekula kwako. Utaanza kuilaumu serikali bure, lakini wadau private sector wanafanya kazi nzuri sana kuja na miradi kama hii. Na sisi kama wizara, kwa kweli Action Aid, huu mradi tutaufuatilia kwa makini kwamba unaleta impact kubwa. Na ndio maana hata kule wizarani mikopo ilikuwa inatolewa moja kwa moja bila kupitia benki. Sasa hivi tumerudisha mikopo yote benki, kwa sababu vijana wanachukua fedha hawarudishi, nasema hii ni ya serikali. Kwa sasa hivi mikopo yote, yani ni unakuja sasa ni wewe na benki nao wana masharti yao. Lakini vijana, nyinyi wote semeni, uaminifu kwa vijana imekuwa ni shida. Shida sio mitaji serikali inatoa, uaminifu. Kwa hiyo wale watakaoguswa na mradi huu, vijana msituangushe. Uaminifu ni kitu muhimu. Na ukifanya hivyo, kwani wewe unafikiri hawa vijana waliokwenda kule Denmark na wakawa question kwamba sasa mkirudi kule mtafanya nini? Si walikuja na idea, si waliandika. And today they have a big project ya thamani ya 1.2 billion Tanzanian shillings. It's not a joke. Lakini hao ni vijana. Kwa maana yake nini? Kijana ukiamua inawezekana. Na kutoa pongezi kwa Action Aid Tanzania kwa kushirikiana na ubalozi wa ufalme wa Denmark nchini Tanzania kwa kufadhili na kutekeleza mradi wa Kijana Impact ambao tumeombewa una takriban thamani ya bilioni 1.2. Mradi huu utatekelezwa katika mikoa tumeambiwa Ruvuma, Mara, Kigoma, na kwa upande hapo ni kwa upande wa Tanzania bara, lakini kwa mkoa wa Pemba tumeambiwa mradi huu kwa Zanzibar utatekelezwa kule Pemba. Tumeelezwa kwamba mradi huu unalenga kuwanufaisha takriban vijana 6,000 kupitia mafunzo ya uongozi, elimu ya uraia, uwezeshaji wa kiuchumi, midaharo, matumizi ya vyombo vya habari, pamoja na kuwapatia baadhi ya vijana vifaa vya kuanzia shughuli za uzalishaji na biashara, yani startup kits. Haya ni maeneo yaliyokidhi vipaumbele vya serikali katika kuwawezesha vijana kujitegemea, kushiriki katika mchakato wa maendeleo na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Kwa niaba ya serikali, niwahakikishie washiriki wote wa maendeleo kuwa Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana itaendelea kutoa ushirikiano unaohitajika ili kuhakikisha utekelezaji wa mradi huu unafikia malengo yaliyokusudiwa na kuleta matokeo chanya kwa vijana wetu wa Tanzania. Aidha, nitumie nafasi hii kuwahimiza vijana watakaonufaika na mradi huu kutumia kikamilifu fursa mtakazozipata. Maarifa, stadi na vifaa mtakavyopatiwa viwe chachu ya kujenga maisha bora, kuongeza kipato na kuwa mfano kwa vijana wengine katika jamii zetu. Sisi kama watekelezaji wakuu wa mradi huu tumebeba jukumu kubwa la kuhakikisha maono haya yanageuka kuwa matokeo halisi kwenye jamii zetu. Tunaingia kwenye mradi huu tukiwa na uzoefu wa moja kwa moja wa changamoto zinazowakabili vijana kutokana na ukweli kwamba sisi wenyewe pia ni vijana. Tunaingia kwenye mradi huu tukiwa kama vijana ambao tuliasisi na kubuni huu mradi ambao unazinduliwa leo kwa kujitoa kikamilifu na kwa uaminifu mkubwa. Na huu ni ushahidi tosha kwamba vijana wanapoaminiwa na kupewa rasilimali sahihi, wanao uwezo wa kubuni na kuongoza masuluhisho yanayogusa changamoto halisi zilizopo ndani ya jamii zao. Mradi huu ni matunda ya ushirikiano wa dhati uliopo kati ya taifa letu la Tanzania na ufalme wa Denmark. Ushirikiano huu unathibitisha usemi wa Kiswahili usemao kidole kimoja
Yeah. Tunatambua kwamba ushirikiano huu kati ya taifa letu la Tanzania na ufalme wa Denmark una historia ndefu ya kuunga mkono maendeleo ya kijamii na masuala mengine yakiwemo masuala ya haki za binadamu. Na mradi huu wa Kijana Impact ni sura mpya na ni hai na yenye kuwagusa moja kwa moja vijana wa taifa hili. Nichukue nafasi hii kushukuru kwa dhati ubalozi wa ufalme wa Denmark nchini Tanzania kwa kuamini katika maono ambayo mimi pamoja na wenzangu tulikuwa nayo hapo awali na kuwa tayari kutuunga mkono kwa vitendo. Lakini vile vile napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru Action Aid Tanzania kwa ushirikiano wao wa dhati na uzoefu wao mkubwa katika kusimamia miradi inayogusa maisha ya jamii moja kwa moja. Hizi pilika walianza muda mrefu, na hapa wapo tu kwa ajili ya kuendelea, kwa ajili ya kujifunza na kwa ajili ya kuendeleza vijana wengine. Huyu Arifu alikuwa kijana mdogo sana wakati anaanza hizi shughuli za vijana. Unaona leo amekuwa. Kwa hiyo ninajivunia kuwa na vijana wengi ambao wamekuwa kutoka mikononi kwa taasisi za serikali na sasa hivi wameenda wanazidi kuendelea. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba kuna mambo tumeyafanya na tunaendelea kuyafanya, na kama mkoa wa Dar es Salaam tutakukaribisha sana. Hizi shughuli zipo nyingi, tunaomba tu tuungwe mkono na wizara kwenye event kama hizi. Vijana wakiona viongozi kidogo nao wanapata joto kwamba kweli kumbe serikali iko pamoja nasi. Lakini sisi kwa niaba ya bosi wangu katibu tawala mkoa wa Dar es Salaam Rajab Muhinte, ambaye hakuweza kufika kwa sababu ya majukumu mengine, anatambua uwepo wako na anatambua hii event pia.